Ni hali gani msikilizaji unatufuatilia katika simulizi yetu ya leo, na matumaini popote ulipo upo salama. Karibu katika simulizi na mikasa mbalimbali. Kama wewe siku zote umekuwa na mashaka na mume wako, ama ulikuwa na mashaka juu ya ndoa yako, karibu kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Utakuja kujifunza kitu kwa kutusubscribe, kutulike na kushare. Kama kawaida yetu, tutakuwa tukiwakabidhi mikasa yetu ya kila siku. Hatuna muda wa kupumzika kuhadisia. Karibuni sana. Siku zote watu wanasema kwamba ndoa ni tamu. Kama wewe utakuwa ni umoja wa mwanandoa, lakini utahisi ni chungu pale kipindi mwenza wako atakukimbia na kuacha na maumivu ndani ya roho yako. Leo nimekuandalia mkasa wa huyo binti Zamda. Alitokea kumwamini mwanaume na kumkabidhi sehemu ya maisha yake, lakini kama gesi mnavyojua, leo inaweza ukafurahi, kesho unaweza ukaumia. Sasa leo tufuatilie mkasa wetu mwanzo mpaka mwisho wa huyo binti Zamda, kilichomtokea mpaka na kuhadisia. Msikilizaji, kuna zingine simulizi ni za kuhadisia na zingine simulizi ni za kweli kwa zinawatokea watu waliokuwa ndani ya ndoa. Majina yangu nimekuwa nikiitwa Zamda. Nimekuwa ni binti mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu nimekuwa nikisala sala 5 na kumwomba Mungu anisaidie mwanaume aliyokuwa bora. Siku zote unachokimwomba Mungu ndio anachokikukabidhi. Basi Mungu amenipa mwanaume anayejielewa, huko ametokea kunipenda na kunioa, amenifanya mke ndani ya ndoa yangu. Nimekuwa nikifurahi huko, nimepokea dua za wazazi yangu. Kama kesi mnavyojua, turu ya kwanza unaoa ama unaolewa, huwa mnakuwa na furaha nyinyi wanandoa. Mume wangu amekuwa ni kijana ambaye anajielewa na mwenye hofu ya Mungu pia. Amekuwa ni shehe ambaye anatoa hotuba ndani ya msikiti na kuambia vijana mkuje mkabidhi Mungu maisha yenu. Katika maisha yangu niliwahi kusikia ile kauli Waswahili wanasema kwamba mwanamke mmoja hakutoshi kitandani, lakini nilimwambia mume wangu, endapo utakapochukua mwanamke wa pili, mimi sintojali hata kama na hofu ya Mungu, lakini usiku nitamwomba Mungu na kuondoka ndani ya ndoa. Mume wangu amefurahi sana na kumwambia mke wangu, jisikie amani kwa sababu wewe ni mwanamke, nimekuchagua umoja ndani ya wanawake 100. Nimefurahi huko na kujiangalia kama mimi nipo sahihi katika kuolewa na huyu mwanaume. Na laiti ningejua kwamba nimeingia sehemu ambapo siku zote wanakwambia mwanaume matamanivu yake ni kile kitu anachokiona ndani ya macho yake. Nimekuwa katika majira ya usiku, nimelala na mume wangu, huku nimelala katika kifua chake. Amekuwa kijana, amekuwa kinipa moto ambayo sijawahi kuipata kwa wengine wanaume, tofauti na gisi nilivyokuwa nikimpenda sana. Mume wangu ametokea kunitania, basi nikampa haki yake. Nilipomaliza kumpa haki yake, ilifika asubuhi na mapema na kumwamsha mume wangu aende kazini. Mume wangu hiyo siku ameenda kazini, amekuwa na uso na mambo nuru imekuwa imemvutia wanandoa. Kama gisi mnavyojua wanandoa, mnapokuwa mlifunga ndoa, basi nuru inakuwa ingali na nyinyi. Mume wangu alipokuwa kazini, na nimepigiwa simu na mamangu mzazi. Siku zote nimekuwa nikiishi na mamangu, japo mume wangu amekuja kuniona kunitoa nyumbani kwa mama. Hiyo siku mamangu amenipigia simu na kuniambia, habari binti yangu, ndoa yako inaendeleaje? Nikamwambia mama, alhamdulillah, namshukuru Mungu kwa sababu ndoa yangu nilipata mwanaume ambaye siku zote ana vigezo mimi nilikuwa nikitaka. Mamangu amefurahi sana kuniambia, hongera sana binti yangu. Nimefurahi sana kwa uwepo wa mamangu kuniambia niongere. Baada ya masaa kama saa 10, mume wangu amekuja kitoka kazini. Nilimpokea na kumpa haki yake kwa mara ya pili. Alipomaliza nimwambia mume wangu, inabidi uende msikitini kusali. Mume wangu ameondoka na kuniaga. Basi kipindi alipotoka, palikuja wengine binti sikumuelewa, amekuja kumhadisi kumuulizia mume wangu pale. Nikamwambia, kwa nini unamtaka mume wangu? Wewe ni nani na unataka na shida ya nini? Akaniambia, samahani dada, mimi nimekuja kwa mume wangu kwa sababu ni shehe ambaye anatoa hotuba nzuri ambayo nilikuwa nataka kumpongeza. Nikamwambia, dada, shika adabu yako, hata siku nyingine unakuja kwa wake za watu eti unakuja kumtafuta mume wake. Hebu ondoka hapa. Yule binti ameondoka akaomba msamaha, lakini sikupenda hiyo kale amekuja kumtafuta mume wangu hapa kwangu. Nimemsubiri mume wangu anapotoka kuswali, nimemkabidhi ujumbe, nikamwambia yule binti anakuja kutafuta ni nani kwako. Mume wangu amejitetea na kuniambia, simjui mke wangu, inabidi unielewe. Nikamwambia sawa, isiwe shida, ila kataza watu wako wanakuja kutafuta hapa nyumbani kwako, kwa sababu kipindi utakapokuja mimi mwenzako, mimi nitakuwa na wivu. Mume wangu amenitania, tukaingia kuchumbani. Basi nimemkabidhi tunda lake, alikule kwa ufasaha, maana ili tunda imekuwa ni haki yake. Wakubwa ndio mnanielewa kipi ninachokizungumzia. Haki yake ya tunda nimekuwa nikimwekea mume wangu kila siku, kwa sababu nimekuwa nikilifanyia usafi ili tunda. Najua mume wangu muda wote atalitaka kulikula. Lipofika muda tunapokuwa tukilala, basi yule binti amerudia kwa mara nyingine ile siku ambapo nilipomkataza, amerudia na kuomba msamaha na kuniambia, niko na matatizo dada, inabidi umuite mume wako kuja nisaidie. Nilimuita mume wangu, nikamwambia mume wangu, yule binti anakutaka na inabidi umseme kipi anachokitaka na kisikia. Basi yule binti akatokea na kumwomba, dada, mimi naomba msaada, mtoto wangu na mashetani aliyompanda, naomba mume wako akuje amwombee. Nikamwambia basi hakuna shida, wewe uende, kwa sababu mume wangu nimekuwa namwamini sana. Mume wangu alipofika huko alifanya muda wa saa 1:30, lakini mimi huku nilibaki na wivu kama mwanandoa mke wake.
Mume wangu aliporudia nilimuuliza na kumwambia, kwa nini umekawia? Akanambia, mke wangu samani, nimekutana binti yule mama amekuwa na majini, tena amekuwa majini makali sana, nimeamua kumwombea dua. Nikamwambia sawa, usiwe na shida mume wangu, ujisikie huru kwa sababu unaona shehe, inabidi iwe hivyo, ila tu mume wangu na kusikiza usije kufanya mabaya ya kuumiza moyo wangu. Mume wangu ameniahidi, akanambia, mke wangu acha uvivu wako na wewe sasa. Nikamwambia usijali basi mume wangu. Tulipomaliza basi tumekula, mida ya usiku imefika, tumekwenda kulala usiku wa manane. Niliposhtuka na kuja kuota ndoto ambayo nilimwona yule binti ambaye amekuja kulizia pale mume wangu kwamba wanafanya mapenzi. Nikasema la, hii sio kawaida hii, lakini nimepuuzia, nikasema hii ni ndoto, kwa sababu siku zote yule mwanamke amekuwa shaniingia akilini mwangu na kujiwaza kwamba ndio mchepuko wa mume wangu, lakini nitamuuliza tu vizuri mume wangu, kwani yule mwanamke ni nani? Lakini mume wangu aliponiambia kwamba ni mtu amekwenda kumwombea, nimekata tamaa, nikasema isiwe shida. Nilipofika asubuhi, nilipoamka kutoka ndani ya ile ndoto, nilimwandaa mume wangu na kumwambia uende kuoga, uende kazini. Nilimshindikiza mpaka ndani ya bafuni, tulioga pamoja na kutoka ndani ya bafuni. Kipindi tulipotoka, mume wangu anataka kwenda kazini, ghafla nikakuja kushangaa mwingine mwanamke mzuri kuliko mimi amekuja tena kumnulizia mume wangu ambaye ni shehe, akasema namhitaji, kuna maongezi wanataka kuongea. Naam, asante sana msikilizaji, umetufuatilia katika mkasa wetu wa leo wa ndoa yangu. Msikosi katika mwendelezo wa sehemu ya pili ili tujue kipi huyu binti, kipi kilichomleta ili kutaka kumwambia mume wangu. Asanteni sana, msikosi kutusubscribe, kutulike na kushare. Kama kawaida yetu, tutakuwa tukikabidhi mikasa kila siku. Siku zote hatuna muda kupumzika kwa kuhadisia. Karibuni sana.